Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Simiyu, ndugu Anthony Mataka, Mheshimiwa mawaziri mlioko hapa na manaibu waziri, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa mwakilishi wa makazi wa UNFPA Mama Jacqueline, waheshimiwa wabunge mlioko hapa mkiongozwa na mbunge mwenyeji, waheshimiwa viongozi wa vyama vya siasa na viongozi wa dini mlioko hapa, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wakuu wa wilaya, waheshimiwa viongozi wote mliopo, na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mwadera bamayo na bababa, Isega eminza imwashi mlimora, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wana Meatu, kwanza kabisa napenda nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia sisi wote tuwe hapa. Lakini napenda kuwashukuru sana wananchi wa Meatu kwa makaribisho makubwa sana niliyoyapata hapa Meatu, lakini katika maeneo mengine ya mkoa wa Simiyu. Asanteni sana. Lakini pia ndugu zangu wa Meatu, napenda niwashukuru sana kwa kura zenu. Kwa kura nyingi mlizonipa mimi, nilifika hapa kuwaomba kura, mkanipa. Nilikuwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo hili la Meatu, naye mkampa. Palikuwa na waheshimiwa madiwani, nao mkawapa. Nataka niseme ndugu zangu wa Meatu, kwenu kazi mmeimaliza. Tumebaki sisi na deni. Na nataka niwahakikishie, heshima hiyo mliotupa tutailipa kwa vitendo, kwa kufanya kazi, kwa kuwafanyia kazi, kwa utumishi bora, kwa manufaa yenu na manufaa ya taifa hili. Ndugu zangu, wakati nikija hapa, nakumbuka, nafikiri nilikuwa bado waziri wa ujenzi, tukiwa kwenye mkutano wa hadhara, niliahidi kilomita 3 za barabara ya lami. Nasema kwa dhati, nimeshangaa sana kuona hizo kilomita hazijajengwa. Nimeshangaa kuona hizo kilomita bado hazijajengwa. Sasa nakuagiza waziri, na bahati nzuri waziri huko hapa, nataka kuanzia mwaka huu, na ikiwezekana, leo tarehe ngapi? Leo tarehe 9. Kabla ya mwezi huu haujaisha, nimuone kandarasi ameanza kufanya kazi hapa. Toa pesa mahali popote. Na hiki ndicho nimeamua nianze nacho, kwa sababu niliahidi hapa nikiwa waziri. Nimechaguliwa mpaka nimekuwa rais, bado ndo hamjafanya. Halafu niwaangalie tu. Nataka lami ianze kujengwa hapa. Nasema kwa dhati ndugu zangu, siwezi nikasimama hapa nikaahidi halafu hakuna mtu asifanye kazi. Kwa vile niliahidi nikiwa waziri, ningekomea kwenye uwaziri tu, hapo sawa. Nimerudi nikiwa rais, bado hamjatekeleza. Mnataka niahidije? Sasa waziri, na kueleza ukweli, mwambie wa TARURA yuko wapi? Wa TARURA yuko hapa? Lazima tuje moja kwa moja. Nasema uongo ndugu zangu? Tukukererwa. Nataka mwakilishi wa TARURA uwasimamie. Na nataka nasema kwa dhati kabisa, wala sitani, walete hapa contractor. Tena si mita 500. Nataka kilomita 3 zote nilizoziahidi zianze kujengwa na zimalizike mwaka huu. Niliwaambia kwa wakati muda mrefu, sasa miaka 3. Mlitakiwa mwe mmeanza mapema.
Siwezi nikatoa ahadi kwa wananchi hawa halafu ahadi zitekelezwe. Nimewachagua mawaziri, msimamie ahadi yangu. Kwa hiyo waziri, katibu mkuu wa TAMISEMI, Injinia Iyombe, mkurugenzi wa TARURA, mtajua mnazitafuta wapi hela. Nataka kabla ya mwezi huu hujaisha muwe mmeshatafuta contractor, mjenge kwa design and construct method. Wataambia mnafanya upembuzi yakinifu nini? Upembuzi wa nini hapa? Kwani batoli bonagiri barabara huli betelile? Unapembua nini? Unafanya design ya nini? Barabara lipo linajulikana. Wewe leta kandarasi, leta kokoto, anza kumwaga pale na rami wamalize. Kwa kunielewa nielewe, Mheshimiwa Waziri, najua unafanya kazi nzuri sana Jafo, lakini hapa sijafurahia. Nataka contractor aanze. Kachukueni contractor yoyote muweke hapa mwenye uwezo aanze. Meatu oye! La pili, leo tumekuja hapa kwa ajili ya uzinduzi wa vituo 39 vya kutolea huduma ya afya. Kama mlivyosikia, mawaziri wameeleza kazi nyingi tu nzuri, lakini vituo hivi 39 vya kutolea huduma za afya katika mkoa wa Simiyu, ambao umehusisha ujenzi wa jengo la kuhifadhi damu salama ya hospitali ya mkoa pamoja na hospitali ya wilaya ya Meatu, vituo vya afya 6, zahanati 32, na ujenzi na upanuzi huu umehudumiwa na wenzetu UNFPA chini ya uwakilishi mkubwa unaofanywa na Mama Jacqueline. Ninakushukuru sana Mama Jacqueline, na umezungumza Kiswahili kizuri sana. Hongera sana mama. Huyu anatoka nchi ya Ireland. Lakini anajua Kiswahili. Lakini unaweza ukakuta mtu amezaliwa tu kwenye ndoto hapa, hataki hati kuzungumza Kiswahili. Huyu ametoka Ulaya huko, amepigwa Kiswahili safi. Lakini unakuta Watanzania Waswahili ambao tunatakiwa tukitangaze Kiswahili, tunaogopa kuzungumza Kiswahili. Tunasema lazima tuzungumze Kiingereza, Kifaransa, Kirusi au Kijerumani. Mama Jacqueline awape fundisho wa Tanzania ambao bado hawajaelewa thamani ya Kiswahili. Asante sana Mama Jacqueline. Hapo ndipo mjue Kiswahili ni lugha nzuri. Kiswahili safi. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana UNFPA kwa msaada wa fedha hizi ambazo zitatumika katika nchi hii, zinazokadiriwa kufikia bilioni 9, na serikali imechangia bilioni 1.5. Ninawashukuru sana 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 sana. Imani hii mlioionyesha kwa nchi yetu tutaendelea kuienzi. Kaa tu mama, kaa tu. Tunaienzi kwa heshima kubwa. Naomba ufikishe shukurani zangu kwa wahusika wote wa UNFPA kwa heshima hii kubwa mlioitoa kwa Watanzania na kwa wanameatu na kwa wanasimiu kwa kujali afya zao. Afya ni msingi mkubwa katika maisha ya binadamu. Bila afya huwezi ukaenda shambani. Bila afya huwezi ukalima pamba. Bila afya huwezi hata ukachunga ng'ombe. Bila afya huwezi hata ukasafiri. Bila afya huwezi ukafanya chochote. Durugutoru taratoru tena afya ya wiza ukalemwa. Kwa hiyo ninawashukuru sana UNFPA
kwa kujali maslahi ya afya ya Watanzania. Asante sana, asante sana. Na ninawashukuru kwamba mmeamua kufanya hili kwa sababu mnajua pesa ambazo mtazileta Tanzania hakuna wa kuzira. Tumeshasema ufisadi hapa hakuna. Hapana. Na mimi nashukuru, mwanzoni palikuwa na ubaya kidogo. Baadaye nasikia walijirekebisha watu wa hapa. Ninawashukuru. Niwaombe UNFPA, kama kuna hela zingine baada ya miradi hii ya mwanzo kumalizika, tuleteeni. Tanzania tunahitaji hizo fedha katika mikoa mingine mbalimbali, ili Watanzania katika afya zao siweze kwenda sawa sawa. Mambo ya afya mengine yameelezwa na mawaziri wanaohusika. Mheshimiwa Jafo ameeleza jinsi ya vituo vya afya zaidi ya 300 na kitu ambazo zimejengwa. Vya mwanzo vilikuwa 210 vimekamilika na vingine vinaendelea. Amezungumza juu ya hospitali mbalimbali za wilaya zinavyojengwa 67. Ameelezea juu ya bilioni 177.2 fedha ambazo zimetolewa kwa ajili ya afya na mengine mengi. Nisingependa haya yote niyarudie, lakini nafahamu katika fedha hizo za afya na katika bajeti hizo ambazo bajeti kwa ajili ya kununulia madawa zimeongezeka kutoka bilioni 31 hadi bilioni 270, zimetumika pia katika wilaya yetu ya Meatu na katika mkoa wetu wa Simiyu na Tanzania kwa ujumla. Waziri wa afya ameeleza na waziri anayehusika na TAMISEMI naye ameeleza. Kwa hiyo napenda kuwashukuru mawaziri kwa maelezo mazuri, lakini nawashukuru watendaji wote katika sekta ya afya na TAMISEMI kwa jinsi wanavyosimamia miradi mbalimbali inayowagusa wananchi. Meatu oye! Ndugu zangu wananchi wa Meatu, mawaziri wamenisaidia mengi. Wamenisaidia mengi. Na sisi tumeanza na tunafanya mambo mengi. Mtakumbuka ndugu zangu, kabla hamjatuchagua, elimu wanafunzi walikuwa wakilipa ada ya shule. Lakini kwa sasa hivi mwanafunzi atasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari hawalipi ada ya shule. Kila mwezi zinatengwa bilioni 23.85 kwa ajili ya kutoa elimu bure. Tunalifanya hili kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania wakiwemo wananchi wa Meatu. Kwa hapa Meatu, katika mkoa wa Simiyu kwa ujumla umeshapokea zaidi ya bilioni 6.94. Na katika wilaya ya Meatu kwa mwaka mnapokea milioni 1.2, sawa na shilingi milioni 100 kwa mwezi. Niwaombe walimu na wote wanaohusika na kutoa elimu bure, fedha hizi wazitumie vizuri. Tumepanga kuboresha masuala ya elimu katika nchi yetu. Na Meatu nina uhakika tukitumia vizuri hizi fedha zinazotolewa na serikali, Meatu patabadilika. Hata sasa hivi Meatu pameshaanza kubadilika sana. Meatu niliyopita hapa ya miaka 2-3 iliyopita sio Meatu ya leo. Nimekuta nyumba zinajengwa nzuri nzuri, mpaka magorofa kalizengwa. Hongereni sana Meatu. Nimewakosea kwa kutokujengwa barabara za lami haraka, lakini zinakuja. Na nilivyosema leo hivi, ninajua wamenielewa. Wataanza kumtafuta kandarasi haraka haraka aanze kujenga hiyo lami. Meatu oye! Lakini mbunge amezungumza kuhusu barabara ya lami kutoka Nkorandoto kuja Meatu. Ndugu zangu, nataka niwaeleze ukweli leo. Bahati nzuri mimi nimekuwa waziri kwa miaka 20 na karibu miaka 16 yote nilikuwa waziri wa ujenzi.
Nafikiri kama kuna waziri amekaa kwenye wizara moja kwa miaka mingi, na mimi naweza nikachukua namba. Barabara, katika barabara ambayo imebishaniwa kwa miaka mingi ijengwe wapi, ni pamoja na hii barabara. Kuna wakati barabara hii ilikuwa ijengwe ipite kwenye mbuga za wanyama, itokezee Arusha iende Karatu, ikatokezee Serengeti hadi Msoma. Ninyi wenyewe mnafahamu, ndugu zangu wa Meatu, Tanzania ni miongoni mwa nchi zenye maajabu ya duniani. Mojawapo ya ajabu ni mbuga ya Serengeti. Tulipotaka tuanze kutafuta fedha kwa ajili ya kupitishia mle barabara ambayo ni fupi zaidi, wakasema tutakuwa tumeharibu mazingira ya wanyama. Wafadhili na nchi mbalimbali wakasema hapana, tutafute option nyingine ya kutengeneza barabara. Zikaanza kuangaliwa barabara ni ipi itumike. Palikuwepo na barabara ya kupita Lalago, ikatokezee Karatu. Pakawapo na barabara nyingi, na bahati nzuri kila pendekezo la barabara, kila barabara inapita Meatu. Wapo waliopendekeza tutengeneze barabara ya kutoka Nkorandoto tupite Nkoboko tuje Meatu tufike Sibiti, tukishafika Sibiti na kuendelea mbele kule tuchague labda twende mpaka Singida. Wapo wengine wakasema badala ya kwenda Singida tunyoshe moja kwa moja mpaka Manyara, Karatu, tukapite kwenye eneo lile wanaolima vitunguu kwa wingi. Wapo waliopendekeza badala ya kutengeneza barabara kutoka Korandoto tuanzie Maswa, huko Korandoto tuache, tuanzie Maswa tupite Meatu, tukishafika Sibiti huko tutajua namna ya kwenda, kama ni kwenda Singida au kwenda Karatu. Wale nao wana pendekezo lao. Wako wengine wakasema huko tusihangaike, barabara ianzie Bariadi, ipite Kisesa, ipite Ngoboko, ije Meatu, ikapite Sibiti. Ikishafika kule tutachagua either inaenda Singida au inaenda mpaka Karatu. Ukishakuwa na mapendekezo hayo, ujue shida ipo. Na hasa unapoletewa mapendekezo ya barabara inayogusa watu waliokupigia kura, hiyo imekuwa ni changamoto. Lakini wapo watu ambao walizungumza, kwa nini mnazungumza barabara ya kutoka Bariadi ipite Meatu halafu iende Singida, wakati kuna barabara ya kutoka Meatu inapita Maswa, inaenda Mwigumbi, inapita Shinyanga, inaenda Singida? Kwa nini muwajengee barabara zinazoelekea sehemu moja, wakati wapo Watanzania wengine hawajajengewa barabara hata ya lami hawajawahi kuiona? Moja ya barabara ya mikoa ambayo haijaunganishwa kwa barabara za lami ni pamoja na mkoa wa Katavi. Haujaunganishwa kutoka Katavi kwenda Kigoma, haujaunganishwa kutoka Katavi Mpanda kwenda Tabora, lakini pia haujaunganishwa kwenda Sumbawanga. Kuna kilomita zaidi ya 100 sio za lami. Ukisema mkoa wa Simiyu umeunganishwa na mikoa za lami, umeunganishwa na Shinyanga lami, umeunganishwa na Mara lami, umeunganishwa na Mwanza lami, umeunganishwa na Singida lami, ila tunataka ka barabara kengine ka kuzungukia Meatu. Na Meatu sio mkoa.
ni wilaya. Lakini fedha hizi zinakusanywa na Watanzania wote, na ndiyo maana jana niliwaambia wananchi wa Simiyu kwamba tumetumia bilioni 237 kutengeneza lami ya kutoka Ramadi, Bariadi, Maswa hadi Mwigumbi. Bilioni 237, na fedha hizi zote 100% zimetolewa na serikali. Wanasema kupanga ni kuchagua. Je, tuanze kutengeneza hii barabara kwa fedha hizi ndogo tulizonazo? Je, tulifanya vibaya kutengeneza hiyo barabara ya kwenda Mwigumbi? Kumbe tungetengeneza hii ya kwenda Maswa ambayo ni wilaya ya kwanza kabla hatujapata uhuru, tungeacha kuwapelekea lami. Ninajua wa Maswa wangelalamika, wa Mwigumbi wangelalamika, kwa sababu ile ni shortcut ya magari yote yanayotoka Dar es Salaam, badala ya kulazimishwa kupita Mwanza, sasa yanakatisha Mwigumbi na kuja Bariadi na kwenda Mara, hata kwenda mpaka Kenya. Sasa ukishakuwa mwenye mji na una changamoto za namna hiyo, ni lazima utoe maamuzi. Ni nani anaanza? Ni nani anapewa wa kwanza na yupi anasubiri? Ni kama mtu tu na mji wako, una watoto wa shule wanataka uniform, wakati huo huo mke wako anatakiwa kwenda kliniki akajifungue, unakaa hamwe ng'ombe chako jalishijwe, zingine zinahitaji dawa hamwe na masuyu. Ni lazima uchague kipi cha kwanza na kipi cha pili. Tanzania ni moja, na kila mmoja anahitaji hii keki ndogo. Anakotoka huyu waziri wa barabara hana lami, amekuwa injinia pale Tani Road, ametengeneza barabara za wengine, kwake hakuna lami. Ameshiriki kutengeneza barabara ya Makuyuni kwenda Karatu, kwake hakuna lami. Lakini ni barabara kuu tangu tupate uhuru. Kwa kutambua huo Utanzania na umoja wetu uliowekwa na baba wa taifa, tumeamua tuanze kidogo kidogo. Barabara ya Katavi Mpanda tumefanikiwa kupata mkopo wa kutoka African Development Bank. Tunatengeneza zile kilomita 359. Barabara ya kutoka Mbamba Bay kuunganisha mpaka Piramio, kilomita 67 zile ambazo zilikuwa zimebaki, nayo tumepata fedha, tunajenga. Barabara ya kuunganisha Bariadi na Maswa zilikuwa zimebaki kilomita 49.7, nazo tumetumia fedha zetu bilioni 80 na kitu, tumeanza kujenga lami, na jana tuliweka jiwe la msingi. Sasa barabara ya hapa inayopita Meatu tumeana tuanze sasa na upembuzi yakinifu na usanifu kwa kiwango cha lami, kwa sababu kabla ya barabara hujaijenga lazima ufanye usanifu na upembuzi yakinifu, ili kusudi ujue lami itapita wapi, itakuwa na upana gani, itakuwa na madaraja mangapi, itagusa nyumba za wangapi zitakazobomolewa bila fidia na kadhalika. Kazi hiyo imeanza, lakini tukaona tusisubiri kazi ya upembuzi yakinifu na usanifu, tuanze kutengeneza mahali ambapo palikuwa na matatizo makubwa. Ni daraja la Sibiti. Mwenyekiti amezungumza, wabunge hawa wamezungumza mno kuhusu daraja la Sibiti. Wapo wabunge waliokuja hapa wakawaambia Sibiti wataijenga kwa miezi 2. Wameondoka, Sibiti haijajengwa kwa miaka 5.
na ninyi mliwasikiliza, kwa sababu saa nyingine ukisema ukweli unahukumiwa. Sasa nataka niwahakikishie ndugu zangu, kesho nitakuja kuweka jiwe la msingi la Sibiti. Sibiti ndiyo tatizo kubwa la ujenzi wa barabara hii. Tutajenga Sibiti pale kwenye madaraja, kwa sababu Sibiti yote inachukua eneo la kilomita 25. Sibiti iko mbugani, iko kwenye bonde. Kandarasi yupo na fedha zote zimetolewa na serikali. Sibiti ndipo daraja na ndipo barabara ya lami itakapopita. Na ninyi watu wa Meatu, ninaomba mfurahi, kwa sababu kwa vyovyote vile ile barabara ikishajengwa, iwe inakwenda kupita Nkorandoto, iwe inakwenda kupita Maswa, iwe inakwenda kupita Bariadi, iwe inakwenda Karatu, iwe inaenda Singida, lazima itapita Meatu. Meatu hankundi, unkundi kutabetera kwa hiyo ninyi mna bahati kwamba barabara ya lami lazima itajengwa. Na ndiyo maana nimeona nianzie na hii ya kilomita 3. Na waziri nimemweleza mwezi wa 9, ninamuongezea na mwezi mwingine, mwezi wa 10. Mwezi wa 9 na mwezi wa 10 kandarasi lazima awe hapa. Naona mwishoni simpe pressure sana. Kwa hiyo hapa lami zitakuja zile kilomita 3. Lakini tukishamaliza upembuzi yakinifu, tukishapata fedha, barabara nyingine ya lami itakuja. Sasa sijui itatokezea Shinyanga, Nkorandoto au Maswa au Bariadi, lile litatokana na tathmini tutakayokuwa tumeifanya. Lakini Meatu mna uhakika lami itapita. Kwa sababu daraja la Sibiti palikuwa hakuna sababu ya kwenda kulijenga na kutumia mabilioni ya fedha kwenye daraja la Sibiti wakati hatutengenezi lami. Meatu oye! Ninajua sasa mmenielewa. Na huo ndio ukweli. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Ujenzi wa barabara una gharama kubwa. Kilomita 1 ya lami ni zaidi ya milioni 1,000 na kitu. Na hizi fedha tunazitegemea kutoka kwetu sisi wa Tanzania. Ndiyo maana ninahimiza siku zote kulipa kodi. Swala lingine ambalo nimezungumzwa hapa, namshukuru sana mkuu wa mkoa amezungumza. Na nimeona siku nyingi mnashiriki katika kutatua migogoro ya hifadhi yetu ya taifa na wafugaji na wakulima. Mpango mnayoipanga ya kupanga matumizi bora ya ardhi ni kitu muhimu. Ndugu zangu wafugaji, sio kwamba serikali inachukia mifugo. Mimi mwenyewe nimechunga ng'ombe. Baba yangu amefariki, alikuwa na ng'ombe 300. Sio nyingi kama zenu. Siku hizi nilienda nikazikuta zimebaki 65. Lakini wale na 300. Kwa hiyo kushemana tebile, ukubisuja na tebile, umukara ugontunge mpye na tebile, upusu nani bugondo pye no kuruisanya namani loko ruisanya nzakampa. Pye wakwe chimana anga tuenza kamba mwena nchimagurage yakachimangana. Na kwa wachungaji ukiona nzakamba yako yatindaka unashangilia kweli. Na wakati tulipokuwa tukichunga, ukiona ile ng'ombe imechomwa ili kusudi usiende kupata viboko nyumbani, waibira tembe ng'ombe ha majeraha. Halafu unachelewesha kuingiza ndani kwenye rugororo. Una marate ibona. Intondo wachirura mapema. Baada ya nyuma ya pijaka. Wapira nemboko. Meatu hoye!
serikali yangu inapenda wafugaji. Lakini ni lazima tukubali ufugaji wa sasa ni lazima tubadilike. Wakati tunapata uhuru tulikuwa na ng'ombe milioni 9. Leo tuna ng'ombe ngapi? 30 ngapi? Tuna ng'ombe milioni 30.5. Tulikuwa na ng'ombe milioni 9, leo ng'ombe 30.5 milioni. Wakati tunapata uhuru watu tulikuwa milioni 10. Leo tuko milioni 55. Bado hujahesabu mbuzi, kondoo, nguruwe, kuku, tobunganto, nembiti. Nacho lazima jabyalire, kenacho kikibyaraka. Lakini ukubwa wa ardhi bado uko vile vile. Mifugo inaongezeka, watu tunaongezeka, kwa hiyo activities za kilimo nazo zinaongezeka, lakini ardhi tulionayo ni hiyo hiyo. Ardhi yetu haipanuki. Yale maeneo yaliyokuwa ya maji, yaliyokuwa ya mito, bado yale yale. Yale maeneo tuliyokuwa tumeyaweka kwa ajili ya hifadhi ya wanyama wetu bado yapo, na mengine tunayavamia. Hiyo ndio changamoto ya kuangalia sisi kama taifa, tunafugaje, tunalimaje, tunatunzaje wanyama wetu wa porini na kadhalika. Na ndio maana nimewashukuru kwamba hili mmelitambua tatizo hili. Swala la kuwa na ng'ombe 5,000 unakuwa unazunguka nazo sasa limepitwa na wakati. Swala la kuwa na ng'ombe unakwenda kuchunga tu kwenye mashamba ya watu limepitwa na wakati, kwa sababu ardhi imeshakuwa na thamani. Kupitia sheria namba 4 na sheria namba 5 ya mwaka 99 na sera ya ardhi ya mwaka 95, ardhi ni mali. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wafugaji, tuanze kufikiria namna ya kufuga kisasa. Sijasema mpunguze ng'ombe. Kama una eneo lako kubwa na linatosha ng'ombe zako, fuga hata kama ni ng'ombe 10,000. Lakini pia tujifunze namna ya kuvuna ng'ombe kwa ajili ya maisha yetu. Ukiwa na ng'ombe wengi, vuna wachache, jenga hata nyumba ya bati. Ukiwa na ng'ombe, vuna wachache, chimba hata bwawa lako la maji yako. Na niwaombe viongozi, wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na wakurugenzi, kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Mifugo na Uvuvi ambaye inaongozwa na Mheshimiwa Mpina Ruhaga, pamoja na Wizara ya Ardhi, pamoja na TAMISEMI, wajitahidi kila mahali palipo na migogoro itatuliwe kiusalama. Kwa sababu nimekuwa nikisikiliza matamshi mengine yanatolewa na baadhi ya viongozi. Hawa wafugaji warudi kwao. Kwao ni wapi? Kwao ni Tanzania. Kwa hiyo mfugaji ana haki ya kwenda mahali popote. Hata ukitaka kwa akina Jafo, jako kademe tu ng'ombe jako kwenuko. Kwa sababu ninyi ni wa Tanzania, lakini ni lazima mzingatie sheria pia. Sheria ya mifugo zipo. Sheria ya matumizi ya ardhi ipo. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu wafugaji, serikali hii inawapenda sana wafugaji, lakini tushirikiane na mamlaka zilizopo ili tufuge vizuri. Serikali hii inawapenda sana wakulima, ni lazima tushirikiane na mamlaka zilizopo katika kupanga matumizi bora ya ardhi yetu. Mimi huwa nasikitika sana unaposikia wafugaji na wakulima wanapigana mpaka wanauana. Ninajua huku ninyi mtu anaweza akawa mfugaji lakini pia ni mkulima, kwa sababu ili kusudi ulime vizuri unahitaji makisai za kulima, na mimi nawapongeza
Na ndio maana nawapongeza sana watu wa Meatu kwa kuendeleza kilimo na kuchapa kazi katika kuleta maendeleo ya nchi yenu. Endeleeni kuyatimiza haya, kwa sababu haya ndiyo malengo ya serikali ninayoiongoza. Meatu oye! Ndugu zangu wananchi wa Meatu na Simiyu kwa ujumla, nimeshazungumza mambo mengi. Elimu tumeshazungumza tunavyofanya. Ninajua kuna masuala ya nishati. Miaka ya nyuma Meatu hapakuwa na umeme. Leo tunaona nyaya za umeme zinasambazwa. Ni kweli umeme haujatosha na bei yake bado sio nzuri sana. Tuna mpango wa kujenga Stiglas Gorge ambayo itatoa umeme mwingi zaidi ya megawatts 2100. Mradi huu ukifanikiwa na ukakamilika, bei ya umeme itashuka chini, kwa sababu bado bei yetu ya umeme iko juu. Na sisi tunataka tuwe na serikali na Watanzania tuwe nchi ya viwanda. Tusipokuwa na viwanda, vijana wetu hao wanaosoma watamaliza na hata watapata ajira. Tusipokuwa na viwanda, serikali haitakusanya kodi ya kutosha. Tusipokuwa na viwanda, uchumi wetu utakuwa kwa polepole. Ni lazima serikali inayojitambua itegemee maeneo mengi katika kujenga uchumi wake. Tutegemee viwanda, tutegemee utalii, tutegemee mifugo, tutegemee kilimo, tutegemee uvuvi, tutegemee asali na kila eneo ambalo linaweza likachangia madini. Ni lazima hivi vyote tukivijumlisha ndipo nchi tutakuwa tunaijenga. Na ndio maana nimeamua, ndugu zangu, kupitia ilani ya uchaguzi ya chama chetu, tuhamasishe katika kujenga Stiglas Gorge ili tuwe na umeme wa kutosha. Na nimepata taarifa katika awamu ya 3 ya mradi wa REA, vijiji takribani vyote katika mkoa wa Simiyu vitapatiwa umeme. Tunataka umeme tusambaze kila mahali, na hayo ndiyo maisha bora ya kila Mtanzania. Hata ukikamua maziwa yako na yaweka kwenye friji, ukongwa manyerezu. Hayo ndiyo maisha tunayoyataka. Kwa hiyo nataka niwaeleze ndugu zangu, sisi viongozi wenu tupo kwa ajili ya kujenga maisha yenu. Kazi hii ya urais ni ngumu, lakini tunajitoa kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kweli kwa Watanzania walio maskini. Nchi hii tulijisahau kidogo, na ndio maana matajiri wa majizi wa serikalini walizoea kuwaibia wananchi wa maisha ya chini. Yakiletwa madawa yanafichwa, wananchi wa kina mama wanateseka. Ukienda unaandikiwa cheti tu, nenda kanunue kwenye duka. Lile duka unaloenda labda ni la mganga wa hospitali. Ukitaka kwenda kupata elimu, mpaka utoe rushwa. Ukitaka kazi, mpaka rushwa. Na ndio maana pakajitokeza mpaka watumishi hewa zaidi ya 20,000. Huku Watanzania maskini, watoto wa maskini wanakosa ajira. Lakini kuna ajira hewa, serikali inalipa hewa mishahara. Tukaamua haya lazima tuyafute kwanza. Tumejitahidi, tumeanza kuyashughulikia. Na ndio maana watumishi hewa, watumishi wasio na qualification tumewatoa ndani ya serikali. Tumetengeneza ajira 52,000. Hawa Watanzania watoto wa maskini wasingepata ajira, wangeendelea kubaki nyumbani. Sasa 52,000 Watanzania watoto wa maskini wataajiriwa. Walimu zaidi ya 8,000, si ndio? 6,000. Walimu 13,000 walikuwa tumewasomesha
hawana ajira kwa sababu ajira zipo za hewa. 13,000 wanaajiriwa. Madaktari 3,000 na kitu. Madaktari 8,400 pamoja na manesi. Bado maaskari, bado malebo attendant 52,000. Na fedha za kuwalipa mishahara tunazo. Tumeamua yale madaraja kwa wafanyakazi ambao walikuwa hawajapandishwa madaraja yao, tunaanza kuwapandisha, kwa sababu fedha nyingi zilikuwa zinapotea kwa mafisadi. Ndio maana ndugu zangu, nilisema kazi ya kutumbua ni ngumu. Unaweza ukatumbua usaha ukakuangukia hata kwenye jicho, na jicho lako likaanza kupata usaha. Unaweza ukatumbua ukakutumbukia hata kwenye mdomo, ukapata hata fungus, ukapata hata bakteria. Lakini tumeamua kutumbua. Tunatumbua kwa niaba yenu. Na wanaotumbuliwa wanajua sana kupiga kelele. Watakuja kusema vyuma vimebana. Kumbe yeye badala ya kusema vyuma vimenibana, anasema vyuma vimebana. Kumbe ya apanirwe itu. Tumebana haya kwa sababu ya ninyi maskini. Ndio maana unaweza ukaona vituo vya afya 36 vinajengwa. Ni kwa sababu hawa wenzetu wameona tumeanza kupambana na rushwa. Ndio maana mkaona ndugu zangu wa Tanzania, wana Meatu, tunatoa elimu bure. Bilioni 23.85 kila mwezi tunazitenga. Ni kwa sababu tumebana mlija wa wizi. Ndio maana mnaona ndugu zangu wa Tanzania, tumeweza kuongeza bajeti ya madawa kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 270. Ni kwa sababu mirija ya mafisadi tumeiziba. Ndio maana serikali inaweza ikaagiza ndege ikalipa keshi. Nchi yetu haikuwa hata na ndege hata moja. Na ndege ndio zinaleta watalii ili fedha zipatikane. Zinatengeneza ajira. Ni kwa sababu mianya ya ufisadi tumeibana. Ndio maana tunaweza kuanza kutengeneza reli kwa kutumia fedha zetu trilioni 7. Mara ya mwisho kujengwa reli ni wakati wa Wajerumani, miaka 112 imepita. Tulijenga kwa viboko. Leo hata kiboko hamna na reli tunajenga. Inawezekana kwa sababu tumebana mianya ya ufisadi katika nchi yetu. Ndio maana tunaweza tukajenga hili daraja la Sibiti. Tangu dunia iumbwe hakuna mtu alitegemea patajengwa hapa kitu. Na tumejenga madaraja mengi tu. Ukienda Mwanza madaraja, ukienda wapi mpaka Morogoro madaraja, ukienda kusini kule madaraja, ukienda Dar es Salaam yapo barabara za juu. Ni kwa sababu tumebana kile tunachokipata kisiende kwa mafisadi. Ndio maana tunaweza tukatengeneza barabara ya kutoka Ramadi, Bariadi, Maswa hadi Mwigumbi zaidi ya kilomita 171 kwa kutumia fedha za ndani. Ni kwa sababu tumebana ufisadi. Kwa hiyo hii vita ndugu zangu wa Tanzania, wana Meatu, tunayoifanya tunafanya kwa niaba yenu. Leo mnaweza mkawa mnaona mashaka, lakini siku moja mtakumbuka. Ninawaeleza ukweli na ukweli utabaki kuwa ukweli. Tanzania ni miongoni mwa nchi 5 katika Afrika ambapo uchumi wake unakuwa kwa kasi. Uchumi wetu unakuwa kwa 7%. Bado hatujafikia mahali tunapotakiwa. Ndio maana tunataka Tanzania iwe ya viwanda. Mmeelezwa hapa kuna viwanda vinakuja. Ninawaomba wafanyabiashara wote, hata wa Meatu, kama una ng'ombe 3,000, uza ng'ombe hata 1,500 au 2,000, anzisha kiwanda lako.
uwezo wa kuwa na viwanda vikubwa. Mnavyo. Mnaweza ndugu zangu. Utajiri mnao. Ng'ombe ni mali, na Tanzania ni ya pili katika Afrika kwa kuwa na ng'ombe wengi. Ndiyo maana niliwachagulia Mheshimiwa Luhaga Mpina. Ni mfugaji, anazifahamu ng'ombe, ili kusudi aje ashughulikie hili swala la maendeleo ya mifugo. Na katika wizara hii niliwapanga. Waziri ni Msukuma, anafahamu ng'ombe. Katibu mkuu Mmasai, anafahamu ng'ombe. Katibu mkuu wa uvuvi anatoka Mtwara, anafahamu samaki. Washindwe wenyewe. Nimeitoa hii siri hapa. Kama wanaanzisha viwanda vya mifugo, waanzishe. Kwa nini tuwe na viwanda vya mifugo ambavyo vimekufa? Tunataka tuwe na viwanda vingi vya nyama. Egypt pale Misri wanahitaji nyama nyingi. Wanaagiza nyama kutoka India kilomita nyingi kuliko kuja hapa Tanzania. Lakini hatujaitumia hiyo nafasi. Na saa nyingine tunachukua ng'ombe wetu tunawapeleka nchi jirani. Wanakwenda kuchinja halafu wanatuletea nyama kwenye mabucha yetu. Wizara hizi zijipange vizuri katika kutumia utajiri huu. Na ndiyo maana ndugu zangu, nawaambia wafugaji na wakulima, hakuna sababu ya kuwa na ugomvi kati ya mfugaji na mkulima. Shirikianeni kwa ajili ya kuleta maendeleo ya Meatu na maendeleo ya Tanzania. Lakini hakuna sababu pia ya kuwa na ugomvi na misitu yetu. Hizi hifadhi zinahitajika kwa maendeleo ya baadaye ya Tanzania. Tembo hawa wanahitajika. Wapo watu wanatoka Ulaya kule kuja kuangalia tembo. Wanaacha mabilioni hapa. Wengine mtasema matembo haya yanakuja kwenye mashamba yetu. Ni nani alimfuata mwenzake, tembo au sisi? Kwa sababu tembo huwa wana mazoea ya kwenda kwenye maeneo waliokuwa yao. Na ndiyo maana mlisikia hivi karibuni tembo wameenda mpaka Chuo Kikuu cha Dodoma. Makao makuu ya nchi wanapita kwa sababu hayo ndiyo yalikuwa maeneo yao. Kwa hiyo tembo tunawahitaji, ng'ombe tunawahitaji, kilimo tunakihitaji. Kikubwa ni kupanga mikakati ya namna nzuri ya kuishi. Na hawa wawekezaji, bahati nzuri ninyi mko karibu na wawekezaji hawa. Wawekezaji hawa ni lazima waje wawekeze katika wanyama wetu, lakini walipe kodi zinazostahili. Na waache kuwa wanaua tu wanyama wetu kwa ajili ya maonyesho. Wanyama ni wetu, sio wao. Kwa hiyo wizara inayohusika ya maliasili isimamie maliasili zetu. Wasiwaruhusu tu watu wanaokuja kuwinda na kuua halafu hakuna hela inayopatikana. Tunataka pesa kwanza. Tunahitaji pesa kuliko wao. Hapendwi mtu, hapendwi mwekezaji, anapendwa pesa. Tunataka pesa. Hawa wanyama tumepewa sisi na Mungu. Ni lazima wawatunze wa Tanzania. Najaribu kuyawazungumza haya ndugu zangu ili tujue changamoto ambazo tunatakiwa kuzibeba sisi kama Watanzania. Kila Mtanzania ana wajibu wa kuijenga nchi yake. Hakuna mtu atakaye kuja kutujengea Tanzania. Na Watanzania wote, si wa Meatu tu, Tanzania nzima, tuachane na mawazo ya kufikiria kuna wafadhili watakuja kututunzia nchi yetu. Mtegemea cha nduguye hufa hali maskini. Tunawashukuru
UNFPA wametambua umuhimu wa kuja kutusaidia. Wanataka tuwe na population nyingi. Wangekuwa hawatutaki, wangetuacha tukafa. Lakini wamekuja kututunza ili tuzae zaidi, tuibiare. Ninajua waziri hapa anapenda kuzungumzia uzazi wa mpango, na ndio maana mimi mambo mengine huwa sikubaliani nao. Ukupangirwa kubyara arama kiuri nako niyo galebina. Ziko nchi zilipangiwa mpango wa kuzaa, leo wanajuta, wanatafuta mtu wa kuzaa katika nchi zao. Kuna nchi moja hapa sitaki kuitaja, idadi ya wazee imekuwa nyingi kuliko idadi ya vijana. Wanafikiria sasa watafanyaje katika taifa la mwanzo. Wamekuta asilimia karibu 60 wana miaka kati ya 60 na 100, na vijana hawataki kuzaa. Maana yake baada ya miaka kadhaa inayokuja taifa hilo halitakuwepo. Walipanga mpango wa kuzaazaa mmoja mmoja. Beberu watunyaga nabu teka keto wafume koto. Mimi nawaeleza ukweli. Mtadanganyika kwa mipango mingine ya ajabu sana. Tunachotakiwa wa Tanzania, tuko milioni 55, ni kuchapa kazi ili kusudi utakao wazaa uwalishe. Kama huwezi kufanya kazi, hapo ndipo uende kwenye mipango ya uzazi. Lakini kama una uwezo wa kulima shamba lako, una ng'ombe zako, ama bereka liho, ama libotoka liho, ama sungaga liho, upanga uzazi wantoke. Ninawaambia hayo ndiyo mawazo yangu. Wale ambao hawafanyi kazi, wavivu ndio wanajipangia watoto. Analima mwaka mzima na kategemea kamnazi kamoja, wategemea katunumbu tubiri. Huyu akipanga uzazi sawa, saa nyingine hata uzazi utakataa tu. Kama ushibi ukubyara gete ukuturu ukubyara uko yishene na tunakuchege na ntu ukubyara. Nasema uongo ndugu zangu wa Meatu? Nasema uongo? Ukubyaroro lenzara, ukubyaroro lenzara kirona habole roto lina. Meatu oe! Au akina mama ukongwa nyongwa norore nzara amabereka kufuma. Huo ndio ukweli. Sasa mimi ninachowaomba ndugu zangu, mbele ya waziri wa afya ambaye anazungumzaga sana mambo ya kucontrol uzazi, limeni, fanyeni kazi. Ukiwa na chakula cha kutosha, zaa. Na ndiyo maana nampongeza sana Jacqueline anayeshughulikia masuala ya uzazi. Ameamua kuleta vituo hivi vya afya ili tupone. Bilioni 9 zimeletwa huku, na zimeletwa kwa watu huku ambao wana uwezo wa kuzaa. Na ninawaomba tena UNFPA waangalie tena maeneo mengine, walete hera, sijengwe hospitali, vituo vya afya na kadhalika, na wananchi wafanye kazi. Inawezekana mtasikia kesho watapinga mno. Watu wameshaingizwa mawazo ya ajabu katika nchi.
wewe wangu ulinkosha ukazunya kujosurwa wasuria gamba wasuri ng'ombe no wewe wakasurwa ango uzazi wa mpango. Ninawaambia haya ni mawazo yangu, inawezekana yasiwafurahishe sana watu, lakini ni lazima niwaambie ukweli. Mlinichagua kwa ajili ya kuambia ukweli. Mimi Ulaya nimekaa, ninafahamu madhara ya kutokuzaa. Nimekaa Ulaya. Nchi gani ambao sijaenda? Japani nimeenda, Uingereza nimekaa mwaka mzima, Ujerumani nimekaa, Canada nimekaa mpaka nikachaguliwa kochea wa mawaziri wa ardhi katika dunia. Chairman alikuwa wa kutoka Spain. Denmark nimekaa, Norway. Tandanganya wapi? China nimefika. Ninawaeleza yale ninayoyajua. Taifa lisilokuwa na watu wa kufanya kazi, taifa hilo halipo. Na ndio maana kuna nchi nyingine za Ulaya ukienda kule unapewa uraia mara moja, ili wapate watu wa production. Wanatafuta kitu kinachoitwa labor force. Kwa hiyo maushauri haya mengine tuyakubali, lakini mengine tuyafikirie. Tutumie tekniki ya mzee mmoja anaitwa Jakaya Mlisho Kikwete. Ukiambiwa changanya na zambayuwayu, changanya na zako. Muelezwe, lakini na yenu muyachanganye. Usipoza ukupandikana na rabatemi. Kama chakula kipo, kila kitu kipo, kikubwa mkitumie katika kuzalisha mali. Mimi nawaomba ndugu zangu wa Meatu na wa Tanzania, zalisheni mali. Jengeni uchumi. Fanyeni kazi. Mimi nimeshasema sitagawa chakula cha bure. Asiyefanya kazi na asile. Na ukishindwa kula utashindwa kuzaa. Na usipokula utakufa. Ni lazima tufike mahali tuambizane ukweli, lakini kuzaa ni muhimu. Ni muhimu. Mara ja majira, uwewe mpura hivi ya majira, nuwewe nangu wipangira majira. Hero maza. Meatu oe! Meatu safi! Ndugu zangu wa Meatu, naona ngoja nimalizie nisiwaibie muda wenu sana. Napenda niwashukuru sana wabunge wa mkoa wa Simiyu. Wanafanya kazi nzuri sana. Wote kwa pamoja wananisaidia sana katika kufanya haya ambayo tunayaweza. Napenda niwashukuru sana viongozi wa dini sana kwa kuendelea kuliweka taifa hili mikononi mwa Mungu. Shehe hapa amezungumza, naomba mchango wa kituo chake na kuchangia baba shilingi milioni 1, njoo uchukue hapa. Nisaidie kama nina hela hapa nimpe kabisa huyo baba. Hii hapa baba shehe, nikupe kwa ajili ya kituo chako unachokiendesha. Ni matumaini yangu hizo hela zitakwenda kutumika kwenye kituo hicho. Najua mashehe mnaruhusiwa kuoa wanawake 4. Usijoka chobaruru mkema unge mwanike obiwa. Nikawa nimetoa mahali. Lakini ndugu zangu wa Meatu, ninawashukuru, ninawapenda sana. Muamini mimi ni ndugu yenu, mtumishi wenu,
sitawaangusha. Mna mbunge mzuri sana, anafanya kazi kwa ajili ya watu. Alipigwa vita wakati fulani, mkamwacha, madhara yake mliyaona. Shirikianeni na wabunge hawa. Hamchagui malaika, sisi ni binadamu. Hata mimi lisura langu libaya tu, ndinalewa angalia sagara tu. Lakini kinachohitajika, mchague watu watakao watumikia. Tumejitoa kwa ajili ya kulikomboa taifa hili. Mnapoona wafadhili wanakuja kusaidia, ni kwa sababu fedha zao hazitumiki vibaya. Jacqueline kupitia UNFPA wametoa hizi fedha kwa sababu wanajua ziko mahali salama. Na ndiyo maana ninampongeza sana mama huyu. Ametoka Ireland huko, lakini amekuja kukaa hapa Meatu. Ameacha wazazi wake, ameacha familia yake, amekuja kuwatumikia wana Meatu. Amekuja kuwatumikia Watanzania. Tunawapenda wafadhili wote, development partners. Na ninashukuru sana kwa mradi huu, na ninaenda sasa hivi kwenda kuufungua rasmi kwa niaba ya wananchi wa Meatu. Muutumie vizuri, muutunze, mtoe ushirikiano mkubwa. Na kwa wale waliokuwa na tabia ya kudokoa waache. Ninafahamu katika miradi hapa injinia mmemsimamisha, anaitwa Marando. Lakini naambiwa pia amesimamishwa kwa kuficha ukweli. Mimi haya nitayafuatilia. Lakini kikubwa, hakikishieni mnasimamia vizuri rasilimali za taifa hili. Wananchi hawa wanahitaji maisha bora. Na kwa viongozi wenzangu, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, wakurugenzi, mpunguze makodi ya ovyo kwa wananchi hawa. Akiwa amebeba gunia lake la mpunga, hata kama ni magunia 10, usimdai ushuru wowote. Akiwa na magunia yake ya maharage, magunia yake ya mihogo, magunia yake ya viazi, hata yakifika 10, usimdai ushuru wowote. Safirisha hayo magunia, nenda hata Bariadi, nenda hata Dar es Salaam, hakuna kulipia ushuru. Ushuru huu umeshafutwa. Zaidi ya kodi au ushuru 80 za kwenye kilimo zimeshafutwa. Kwenye mnada palikuwa na ushuru wa kulipia kwato ya ng'ombe. Palikuwa na ushuru zaidi ya 7. Zote zile zimefutwa. Nataka niwaambie wafugaji, ukipeleka ng'ombe wako kwenye mnada hapa au mahali popote, hakuna ushuru wa kwato. Wao ikubana ng'ombe ambayo haina kwato, ukwezi wekashira hatu. Kwa hiyo hakuna ushuru wa kwato. Kwato hiji ya mbuzi, ya ng'oro, ya ng'ombe, hakuna. Inawezekana watendaji wangu wasiwe wanawaeleza haya, kwa sababu huwa wanapatiamo. Ninawaeleza hapa hadharani, ndugu zangu wa Meatu, muyajue. Kodi kwenye mifuko 7 zimefutwa. Ushuru wa kwenye uvuvi 5 zimefutwa. Kwenye kilimo zaidi ya 80 na kitu. Tunataka Watanzania hawa wazalendo, wananchi maskini, wafanikiwe katika maisha yao, watajirike. Ndiyo jukumu la serikali yangu ninayoiongoza, kuwasaidia wananchi maskini waondokane na umaskini. Nimeona ndugu zangu wa Meatu niwaeleze. Mimi ni wajibu wangu wa kuwaeleza ukweli, na ukweli utabaki kuwa ukweli. Mungu ibariki Meatu. Mungu ibariki Simiyu. Mungu wabariki wa Tanzania wote. Ninawapenda, ninawashukuru sana. Kwa mheshimiwa madiwani, simamieni mapato katika halmashauri zenu. Mkurugenzi lazima hawa anatoa hesabu ya fedha mlizokusanya na fedha zilizotolewa na hazina. Lazima haya yote myasimamie. Kwa chama changu cha Mapinduzi, endeleeni kutangaza ilani ya uchaguzi. Ilani iliyo njema kwa manufaa ya wananchi hawa.
Ninafahamu sisi wana CCM tulijitoa muhanga kwa ajili ya kuwatumikia Watanzania bila kujali vyama vyetu. Tuendelee kuwatumikia, na ndio ilani ya CCM inavyosema. Ni lazima tujenge nchi yetu, tujenge umoja wetu, na siku zote tumtangulize Mungu katika utendaji wa kazi zetu. Ninawashukuru tena kwa makaribisho makubwa. Nawashukuru sana viongozi wa mkoa, viongozi wa wilaya, wakurugenzi, wana CCM, watendaji wote na wananchi wote wa vyama vyote kwa makaribisho mazuri. Nimefurahi katika ziara yangu yote. Endeleeni kuwa wamoja, tudumishe amani yetu kama ambavyo viongozi wa dini wanavyotuasa. Nina uhakika siku moja Tanzania itakuwa ya mfano katika dunia. Mama Jacqueline, nawashukuru sana, asanteni sana na Mungu awabariki sana. Maweja sana wadogo sana. Asante sana. Rais Dr. John Magufuli amemaliza kuzungumza hapa kwenye uwanja wa stendi Mwanuzi Meatu, ikiwa ni ziara yake ya mkoa huu wa Simiyu, na amezungumza mengi tu hapa, akiwasihi, akitoa mifano ya maendeleo, lakini pia kuwashukuru kwa yote mazuri ambayo ameyafanya katika ziara yake hii, wakimkaribisha hapa. Ameeleza ya kwamba sasa hatomaliza hapa Meatu. Kuna shule nyingine inabidi aifanye jioni hii kabla ya kuhitimisha ziara hii kwa siku ya leo. Anakwenda kufungua miundombinu ya uboreshaji wa huduma za afya hospitali ya wilaya ya Meatu. Yote ni mazuri haya. Amefanya mengi katika miradi ya maji na hali kadhalika kufungua barabara na kuweka mawe ya msingi katika ujenzi wa barabara unaoendelea kwenye mkoa huu wa Simiyu. Lakini sasa katika sekta ya afya, hapo jana alipokuwa akianzia kule kwenye hospitali ya rufaa ya Simiyu na kutoa shilingi bilioni 4 za nyongeza katika zile za Wizara ya Afya bilioni 3 ili tu ujenzi wa hospitali hiyo ukamilike, na akafungua lile jengo la kusubiri wagonjwa nje. Basi anasema na leo hapa Meatu lazima afanye kitu, anafungua miundombinu ya uboreshaji wa huduma za afya hospitali ya wilaya ya Meatu. Rais huyo anapunga akiwaaga wakazi wa hapa Meatu wakiwa wamejitokeza kwa wingi Jumapili ya leo ili tu kumsikiliza, na amewaacha na mambo mazuri. Ahadi kede pia zimetolewa kwao na baadhi ya viongozi waliofika hapa. Rais anaondoka hapa akielekea kwenye hiyo hospitali ya wilaya ya Meatu. Huu ufunguzi atakaofanya ni wa mfano tu kwenye hiyo hospitali moja, lakini ni kwa niaba ya vituo 39 vya kutolea huduma za afya hapa Meatu. Rais anaondoka huyo na kuelekea kukamilisha shughuli zake za leo, lakini bado anapunga kabisa, anaaga wananchi wa hapa waliojitokeza kwenye uwanja huu wa Mwanuzi hapa wilayani Meatu. Anaondoka rais, msafara wake huo akiwa hajahitimisha shughuli zake za kikazi katika wilaya hii ya Meatu. Anakwenda sasa kumaliza jioni hii ya leo katika hilo swala la kufungua miundombinu ya uboreshaji wa huduma za afya kwenye hospitali ya wilaya ya Meatu. Ndio huyo anaondoka, lakini pia ameacha na maneno mazuri hapa ya zile shilingi, ile ahadi aliyoitoa wakati akiwa waziri wa ujenzi ya kwamba zijengwe hapa barabara za lami. Unaona ni vumbi sana maeneo haya Meatu, si kama kule tulipokuwa jana Bariadi mjini. Hapa bado hakuna lami, lakini anasema yeye ahadi aliitoa tangu akiwa waziri wa ujenzi mpaka leo, sijui kwa nini hazijajengwa barabara za kilomita 3. Ameagiza mkandarasi atafutwe, ametoa muda hadi mwezi ujao wa Oktoba. Kwa hiyo bila shaka waziri husika, kwa kuwa alikuwa hapa na amemweleza bayana, atalifanyia kazi hilo ili vumbi hili liweze kuondoka katika mji huu. Na hapa Meatu maeneo ya Mwanuzi, anasema pia kwa kuwa kumeendelea katika masuala mengine, basi na barabara zao ziendelezwe na Simiyu yote. Kwa hakika mkoa mpya huu ulioundwa hapa nchini mwaka 2012 kumegwa kutoka kule kwenye mkoa wa Shinyanga, basi na uwe mkoa unaoonekana vizuri na kupendeza katika masuala yote ya sekta za miundombinu, sekta za afya, elimu na mengine mengi. Rais anaondoka hapa huyo, lakini hapo kesho ataendelea bado na shughuli zake akiwa anahitimisha hii ziara yake ya takriban juma moja na siku moja, kwa kuwa leo ni kamili kabisa siku 7. Ametimiza siku hizo 7, ikimaanisha ni wiki moja. Hapo kesho ataendelea na ataweka jiwe la msingi wa ujenzi wa daraja la Mto Sibiti, na hapo pia ataweza kuzungumza na wananchi. Na hilo daraja linaunganisha wakazi wa mkoa huu wa Simiyu na wale wa mkoa wa Shinyanga, na litarahisisha
shughuli mbalimbali, na anasema kwa kujenga barabara ilikuwa ikishindikana kwa kuwa walikuwa wakisubiri daraja hilo. Sasa ujenzi utaanza na hali kadhalika barabara zitaendelea kuboreshwa. Watu wanaondoka kwa kuwa wamekwisha msikiliza rais hapa, watoto wadogo, watu wazima, wazee kwa vijana, wakiwa wamejitokeza hapa kwenye uwanja wa stendi Mwanuzi Meatu. Sisi tunasema asante sana kwa kuwa nasi na kuendelea kufuatilia matangazo yetu. Kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Rahabu Fredi, nikutakie Jumapili iliyo mwanana.